serving. Huyo ndio Mungu tunamtumikia. So she told me, Akaniambia, now 3 machines are already gone. tayari wameacha sasa mashine. Imebaki nini sasa? And then he showed me now. Akaniambia sasa. Oh, he opened his eyes. Akafungua macho yake. He recognized me. Akanitambua. He started crying. Akaanza kulia. He started crying. Akaanza kulia. My son, don't cry. Mwanangu usilie. My son, don't cry. Mwanangu usilie. I am here with you. Niko hapa pamoja nawe. God we serve. Huyo ndio Mungu tunamtumikia. So this God is amazing. Huyu Mungu ni wa kushangaza. So when I tell you let's seek him, Ndio sababu nikwambia tumtafute. let us seek him. Wacha tumtafute. Praise the name of Jesus. Amen. When he said build me a house, Akisema mnijengee nyumba. let's all join God and build him a house. Tuungane na Mungu tumjengee nyumba. Not that he can't do it, he can do it. Sio hawezi fanya, anaweza fanya. But he has incorporated you Lakini amekuunganisha in his eternal plan. katika mpango wake wa milele. Eternal plan, you are part of Mpango that wake plan. wa milele wewe ni sehemu. That's why even when you go to heaven, Ndio sababu hata ukifika mbinguni, if Jesus died, Yesu akidakawia, people will be worshiping God. watu watakuwa wakiabudu In Mungu this house you are building. katika hiyo nyumba inayojenga. That's why we are doing it by faith. Na ndio sababu tunafanya kwa We imani. cannot get tired. Hatuwezi We choka. are believing God to the very end. Tunaamini Mungu mpaka mwisho. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Amen. God is a Amen. good God. Mungu ni mwema. Oh, today I do want to preach. I want to take the Holy Communion. It's good for you to get this information. Ni vizuri kupata ufahamu ya haya maneno. So, this till number. Hii till number hii. Those of you who put that one, we said it is like a building basket. Nisema ni kama kikapu cha ujenzi. Now, yes. Ndio. Those who are wise, Wenye hekima they will keep on putting something every day. kila siku. Every day. Because the conception is going every day, isn't it? Mungu. It is going every day. Kila saa. So you keep on putting because it is not your money. You are getting it from him. Unapata kutoka kwake, unaweka pale. You get from him. Unapata kutoka kwake, unaweka You pale. get it from him. Unapata kutoka kwake, unaweka kwa kikapu. You refuse giving. Ukikataa kutoa, Then heaven cannot respond. mbingu haizitikia. But the more you give, you get more. Lakini unapoendelea kuweka unapata zaidi. You get more. Unapata So zaidi. the work of God cannot delay. Kazi ya Mungu haiwezi kwama. But those who say I don't have, Mwenye anasema sina, very unfortunate because your God has. pole kwa sababu Mungu wako ako He naye. cannot understand your language. Hawezi akaelewa neno Speak lugha the yako. language of your father. Nena lugha ya baba The yako. language of your father is. Lugha ya baba yako ni Let the poor say I am maskini rich. aseme mimi ni Let the tajiri. poor say I am rich. Maskini aseme mimi ni tajiri. Jesus delivered you. Yesu alikukomboa. He redeemed you Alikukomboa from the spirit of poverty. kutoka kwa roho ya umaskini. Today heaven declares you are rich. Mbingu inatangaza wewe ni tajiri. Act like you are rich. Fanya kana kwamba wewe ni tajiri. Act like you are rich. Ishi kana kwamba wewe ni And tajiri. that calls for a Na sacrifice. hiyo inagharimu kujinyima. Hallelujah. Amen. Jesus sacrifices. Yesu alijinyima maisha You yake. also need to have his own spirit. Wewe pia utakana wewe na roho yake. Spirit of sacrifice. Roho ya utoaji. Let's appreciate Mrs. Okesh. Tupige makofi na sisi na kubariki sana. You've been a blessing. Umekuwa baraka. How can somebody travel all the way from Dar es Salaam Mtu anawezaje safari hiyo yote kutoka Dar es Salaam and go to the field you have never ever seen, na aende katika mahali wewe hujawahi ona and you are seated here? na umeketi hapo? You don't know. Thessaloniki is like Europe to you. Na Thessaloniki ni UK. You never ever gone. You have no idea. Haujui. You don't even know what way. But somebody comes on the way, Mmoja anatoka mbali, steps there, anakanyaga pale, makes a prayer, anafanya maombi, and tells God, na anaambia Mungu, we are giving you this time period of time. tunakupatia muda We fulani. are entering into an argument with you. Tunaingia katika agano na wewe. But this time, God, Muda huu utakapofika we Mungu, want to believe you. tunataka kuamini You will have done this and this and utakuwa this. umefanya haya na yale na yale. God is a promise keeper. Mungu ni Mungu anayeweka ahadi. We make a promise keeper. Hallelujah! Pia Yesu makofi mazuri. Amen. Miracle worker, promise keeper. Amen. Light in the darkness. Amina. That is my God. Ndio huyo. And that is your God. Na ndio Mungu wako. You need to celebrate him.
him. Unapaswa And kumshangilia. give and give and give. Utoe na utoe. So through this number, Kupitia nambari hii. we are able to get 27,000. Vipate 27 tusikie Bwana makofi. 27 now. Amen. Those who get, because they don't have the so-called smart, they get by hand. Kuna wenye walitoa na mkono hivi. Those who get by hand, Wenye walitoa kwa mkono. hallelujah, Amen. they get 3,000. Actually, it was 2,900. So a total of 27. 27,000. And this week, what we have spent, Na wiki kile tumetumia. we have spent 96,700. 97,000. Ai, nyinyi wakati mnataka mpigie makofi na nani? That is what God has done. Mungu amefanya hayo. God has given Mungu amepeana exceedingly abundantly. zaidi na juu. About what we could never or think. Kile haungefikiria. So people have sacrificed. Watu wamejinyima. They have denied themselves. Wamejinyima. 96,700. 96,700. Yesterday we had only a debt of 7,000. He is here. He is here. Ako hapo. Jana tulikuwa tuna deni 7,000 peke yake. 7,000 ndio libaki ya mafuta. Hizo zije tukawalipa, kaambia wait on Monday. 7,000. We all, now you know what I normally do? I always call people to come and witness what Huwa naita watu waje washuhudie kile Mungu anafanya. So I called Lord and said, oh, naenda mahali. Leo akawa ameenda mahali kama I tried another one. kajaribu mwingine. That one came. Alikuja. When he came from the room, I want you to see. Just see what we are doing. Ona kile tunafanya. Now they are doing the toilets. Sasa wanatengeneza vyoo. Vyoo zinaitwa conveniences. Yes. Mahali pazuri kwa starehe. Conveniences. Amen. At the toilet. Hapana. It is for kings and for queens. Ni wafalme na malkia. If you like it, call it washrooms. If you like it, washrooms. Mahali pa salani. Washrooms. Chambers. Yes, chambers. Look at the chambers. Yes. Hey. Starehe, manyumba ya starehe. Mambo mazuri. Wewe na andro yako. Wewe na andro. We are moving forward. Tuko mbele. Tuanze makofi. Tutakuwa na sashimi na kutakuwa na sikina on back on. Amen. Kule juu na za chini. Yes. Sita chini. Beautiful. Queens and Zuri, wafalme na malkia. That's why we cannot get tired. Ndio sababu hatuchoki. So I thought come and see what they are doing. Kuja na uone kile wanafanya. And let me tell you people. Niwaambie watu. That time I told later a message. Wakati niliandika ujumbe. We are short of this balance. Tumebakisha kiwango fulani ya pesa. Because I wanted somebody to come and witness. Kwa sababu nilikuwa nataka mtu aje ashuhudie. This brother when he came. Ndugu huyo alipokuja huyo. The money I needed 10,000. I actually needed 10,000. 10,000 ilikuwa imesalia. Because I had told the hardwares. Nilikuwa nimeambia watu wa ujenzi, watu wanauza vitu vya ujenzi. Pack those things that I needed, this and this and this. Funga vitu fulani na hivi. Put it on your lorry. Weka kwa lori. Drop it at the construction site. Pale kwa pale. I'll bring the money later. Hela inakuja. They did that. They did it. Wakafanya. They dropped it. Wakapeleka. The work is going on. Kazi inaendelea. So in the evening, jioni, and God looking for a miracle, 10,000 we are waiting. He came. I didn't know he had the money. He brought the kujua money. hela iko hapo ndani. Akaleta 10,000. Hata nilishangaa. Nilimuuliza, si uona hata si kwambia unakuja pesa, I wanted you to see. Na kwambia unaambia mafundi, we are going to believe God. And he said, kuja hapa kidogo. Kaingia hapa kwa ofisi, anaona anatoa kibeti akahesabu. Nikasema God you are glory. Amen. Saa hiyo haraka tukaenda kwa nini? Kwa hardware. Nikamwonyesha receipt 10,100. Nikabaki 100. We paid it. This is the way God working. Because if you don't put your faith into action, nothing will work. Usipofanyisha imani yako kazi hakuna kitu. Everyone that is giving for this concert, yeyote anayetoa kwa ajili ya ujenzi huu, see what God will do for you. Ngoja naone kile Mungu atafanya maisha yako. Mambo ya tukufu yataashiriwa upon your life, juu ya maisha yako, juu ya upon your finances, juu ya fedha zako, upon your health. juu ya afya You are yako. going to become like a water garden. Utakuwa kama
There shall be no lack in your life. Hakutakuwa na ukosefu maisha yako. Mungu wa utele will command blessings. atamrisha baraka. And when they are commanded, Zikiamrishwa, no power, no authority, hakuna nguvu, no hakuna principality, mamlaka, no hakuna power, watawala, no devil, no demon shetani, can stop your hakuna blessing. pepo ataweza kuzuia. God is God Almighty. Mungu ni Mungu The devil mkuu. is not in charge. Shetani isiyo ndiye anatawala. He owns nothing. Hana chochote And he is a liar. na ni muongo. And he is a defeated fool. Adui But aliyeshindwa. those who are on God's Wenye side, wako upande wa we Mungu. want to see a glorious victory from you. Tutaona mambo makubwa yanakuja juu. Someone say hallelujah. Haleluya. That is the God we are serving. Huyo ndio Mungu tunamtumikia. We say possessioning. Kujiweka tayari. 3 P's. Hizo P tatu. PPP. Sema PPP. PPP. Sema PPP. PPP. Sema PPP. 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 Possessioning. Kujiweka tayari. To possess. Kumiliki My possessions. milki yangu. Whatever belongs to me. Kile kilicho changu. Whatever Jesus has paid for. Kile Yesu amelipia. Has he paid for my health? Je, amelipia afya yangu? I must possess it in the name of Jesus. Ninamiliki kwa jina la Has Yesu. he paid for my eternal life? Je, amelipia uzima I wa must milele? go for my eternal life. Amelipia uzima wa milele. Has he paid for my abundance? Amelipia utele I wangu. must go for my abundance. Lazima niendee utele I wangu. must possess my possession. Lazima nimiliki milki Oh yangu. my, oh my. Give God some Amen. praise in the house today. Haleluya. He didn't give you that marriage. The devil didn't give you that marriage. Shetani hakukupatia hiyo. No, you can't have it. Mwambie huwezi. You didn't give to me, you can't get, you can't have it. Huwezi. These are my children. Hawa ni watoto wangu. You never gave them to me. Haukunipatia. You cannot have Huwezi my ukawachukua. children. I possess my children. Na miliki watoto wangu. I possess Na whatever is mine. miliki kile kilicho changu. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. That's why you should possession yourself. Unapaswa kuwa tayari. Possession is getting conscious Kuwa na ile ufahamu. and you see what you have lost. Na unaona kile And you umepoteza. see what is already yours. Na unaona kile kilicho chako. And you purpose in your Na spirit unakusudia katika roho yako. by whatever means Kwa it njia is. yote ile You itanigharimu. go for it in the name of Jesus. Uliendea kwa jina la Yesu. John knew when he said, Yohana he said the kingdom of God ufalme wa Mungu is suffering violence. inateswa And it's only the violent. na wenye nguvu. They are taking it by force. Wanauteka They are kwa taking nguvu. it by fire. They Wanauteka are kwa moto. taking it. They are taking it. They are taking it. They are taking it. Wanauteka They are taking it. kabisa. They are taking it. Wanauteka By whatever means they are taking yote it. ile wanauteka. This kingdom is not for the weak. Ufalme sio kwa wadhaifu. It is not for the weak. Kwa wadhaifu. It is not for the sluggard. Sio kwa wale It is not for slabbers. sio kwa wanaolala. It is not for disobedience. Sio kwa wale wanakosa It is kutii. for the children of Kwa God watoto wa who Mungu. have already possession Wenye themselves. tayari wamejiweka They tena. have already made up their Tayari mind. wamefanya They uamuzi. can't look backward. Hawawezi angalia They nyuma. cannot be confused otherwise. Hawawezi wakaondolewa. Somebody say hallelujah. They Haleluya. cannot be confused otherwise. Hawawezi They sawishika know what they need out of this wanajua life. vile And wanataka. they are going for it in the name of Jesus. Wanatembea kwa jina la They Yesu. will not get on the bed of this. Na wataipata kwa starehe. It is when they are violent. Ni wakati wako na nguvu katika That's roho. why we are here. You may not understand. Unaweza kosa kuelewa. Early in the morning we are here. Asubuhi. It doesn't matter how much fuel you use. Haijalishi umetumia kiwango gani cha mafuta. Going, coming. We know Kwenda. Zion. This is Zion. Tunajua hii Zayuni. This is Mount Zion. Ni mlima Zayuni. How many of you know this is Mount Zion? Wangapi wanajua kwamba hapa ni Mount If you Zayuni? don't read Hebrews, Soma basi Waibrania. Hebrews chapter 12 verse 25. Waibrania 12 mstari wa You have 25. come to Mount Zion. Umekuja kwa mlima You Zayuni. have come to Mount Zion. Umekuja katika mlima Zayuni. Where there are multitude of angels. Mahali kuna umati wa malaika. And in Zion. Na kule Zayuni In this mountain. katika mlima huu. In this mountain. Katika mlima huu. The church of Jesus Christ. Kanisa la Yesu As Kristo. those who love the church. Na wanaopenda Those kanisa. who really love the church. Wanaopenda They kanisa. step on that church. They value the church. Wanadhamini kanisa. Oh, such a people. Watu kama They hao will get their deliverance. watapata No ukombozi wao. power will hold you back. Hakuna nguvu itakushikilia No nyuma. sin will disrupt you. Hakuna dhambi There itakuacha. shall be deliverance in your Utakuwa life. na ukombozi zaidi. Anointing of deliverance is coming. Kwa ukombozi unakuja. Generation curses is not your
maisha ya familia It yenu. shall never be your portion. Haitakuwa sehemu yako. It shall never be your portion. Haitakuwa sehemu When yako. you go back to the village, Ukirudi kule I kijijini commission you to go. na kuamuru uwape King to reign. kama mfalme Bring prosperity down. ukileta watawala No chini. witchcraft. Hakuna uchawi, No curse. hakuna laana. Come upon you and your children. Itakuja juu ya watoto wako na You and your children, you are wewe na watoto wako umebarikiwa. Shetani ni muovu. You must possession yourself. Lazima ujiweke tayari. You must go for it. Lazima uiende. If there is anything like the Holy Ghost, Kama kuna kitu kama Roho go Mtakatifu, for the Holy Ghost. uiende. Get drunk of the Holy Ghost. Jazo na Roho Mtakatifu. You like a mad man or a mad woman. Roko seka saramano. Sasa. You must possess. Lazima You umiliki. must possess. Lazima umiliki. Even the gates of your enemy. Hata malango ya adui wako. Even in your place of work. Hata mahali pako You makali. will possess the gates of your enemy. Umiliki malango ya adui. And God will prepare a table. Wataandaa meza. Prepare a table Wataandaa meza. for you Mbele yako. in the presence of your enemy. Katika uso They wa will know adui. the God that you serve. Watajua Mungu na mtu. They will know the God that you worship. Watajua ni Mungu gani unayempenda. They will know the God that you love. Watajua Mungu unayempenda. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Somebody say yeah. Glory. Possession yourself. Jiweke tayari. Wacha kulingalinga hapa. Ndio. Kulalalala. Ndio. Unafikiri shetani analala? Ati uwe suti. Toto yangu. Mami. It's time to wake up. Wakati wa kuamka. Sema wake up. Amka. Sema wake up. Amka. And go for your blessing. Na uende baraka zako. Go for your inheritance. Uende urithi wako. Jesus has paid for it. Yesu amelipia. Looking for men and women of faith. Anatafuta wanawake na They wanaume wa know imani. what he has already provided. Wanajua kile tayari They ushapeana. cannot be confused about Hawawezi wakasababishika They know kivingine. miracles are happening. Wanajua ni njia zinatendeka. And they refuse to die. Na wanakataa kufa. Because Jesus is a miracle. Maana Yesu ni Mungu atendaye muujiza. Go for the Holy Ghost. Get the power of the Holy Ghost. Mtakatifu maishani mwako. And enjoy your salvation. Nafurahia wokovu wako. Somebody say amen. Sema amen. Are you happy today? Je, umefurahia leo? You know some praise in the house Pigia today. Bwana makofi. Hallelujah. Oh, I feel like preaching. Oh yes, oh yes. You don't want to take the Holy Communion. Nataka tushiriki meza la Bwana. But please possession yourself. Ujiweke tayari tafadhali. When cancer knocks at your door, possession yourself. Sasa ikikuja hapo kwa nyumba yako, Don't allow fear. The devil works through fear. Shetani hufanya kazi kupitia kuogopa. God works through faith. Na Mungu hufanya kazi kupitia God imani. works through faith. Mungu hufanya kazi The kupitia imani. cancer, you are just a small name. Wewe ni kijina tu kidogo sana. Wewe ni kijina kidogo I carry a name. na jebeba I jina. carry a name. Na beba jina. That is above every other Yenye name. kujua majina mengine And yote. in the name. Na kwa jina. And in the name. Na kwa jina. In that name of Kwa Jesus. jina la Yesu. Cancer, you must die. Saratani lazima ufe. Die to the very root. Kufa kwako mizizi. Speak to your mountain. Endelea mlima wako. What are you, mountain? Unajua mlima gani mbele yako? You shall become a prey. Utakuwa nchi tambarare. Because the one who made the mountain Anayetengeneza milima. lives in me. Anaishi I ndani yako. have given him power to speak. Amenipa Mungu ni neno. Speak to your mountain. Endelea mlima wako. Jesus says, Yesu alisema, if you are afraid like a mustard kama ni seed, imani kama you kuzuia shall sana. speak to the mountain. Utaendelea And the mountain shall hear you. na utasikia. Let somebody say hallelujah. Hallelujah. Whatever mountain is standing before you, Tunasimama mbele yako. it shall become prey. Itakuwa tambarare. Somebody say glory. Glory. It shall become prey in your Itakuwa life. tambarare katika maisha yako. And mountains are challenges in your life. Milima ni changamoto katika maisha And yako. the thing you see every day, every Yale day. mambo unaona kila siku leo. But possession yourself. Kujiweka They are tayari. just seeing a woman in a dress Wanaona tu ndugu or wamevaa in a skirt. ama katika They rinda. don't know who is inside of Hawajui you. ni nani yako ndani yako. There is a lion inside of you. Kuna simba ndani When yako. you start roaring, Ukienda kumuruma, when you start roaring, ukienda kumuruma, the devil in hell. shetani Then you have to call their tail. anaweka mkia pale. And God is giving you victory. Mungu anakupa ushindi. Somebody say hallelujah. Sema haleluya. Oh, glory, glory, glory. There's an anointing moving right now Unatembea over your life. juu ya maisha You yako. can never be
you go. Utaibeba mahali popote uende. That anointing is coming upon your life. Unakuja juu ya maisha yako. Your enemies will flee from you. Watu wako watatoroka kwako. They will flee from you. Wataondoka. Somebody say hallelujah. Hallelujah. You are the one who has the final say. Wewe uko na neno la mwisho. Because you have God inside of yourself. Kuna Mungu ndani ya And nafsi. God says you are God. Na neno linasema Bring to those mountains. enda unaile milima. What are you, mountain of drunkenness? Milima gani Mountain of drunkenness. Milima ule. In the name of Jesus Kwa Christ, jina la Yesu. you are becoming brave. Unafanyika By tabari. the authority of the name of Jesus. Mamlaka ya jina la Yesu. Glory. Somebody say thank you Jesus. Asante Yesu. Wacha hii mashoshi masokti. Teo nimepelekwa kwa waganga umerogwa. Shindwe. Shindwe. Unatishwa na vitu vidogo vidogo. Ati gari haiwezi tembea. Gari yako haiwezi tembea. Iko na masikio. Iko na masikio. Ndio. Possession yourself. Jiweke tayari. Sema possession yourself. Jiweke tayari. Wacha machozi. Face it. Face it. Kabisa kubana naye. And if you can't wait, call men, mighty men of valor. Ita watu wenye nguvu. Men of war. Watu wa vita. They know no defeat. Hawajui kushindwa. They know victory. Wanajua They ushindi. know they have power. Wanajua kuna nguvu. Call them and will come Waite na and watakuja. help you in your battle. Watakusaidia kwa vita yako. Somebody say yes. Sema yes. Piga Yesu makofi mazuri. God is a good God. Mungu ni mwema. And the devil knows where you get your power. Na shetani anajua mahali unapata nguvu zako. You get your power in Zion. Unapata nguvu zako kutoka Zayuni. If you don't appear in Zion, Usipoonekana Zayuni, you are finished. maisha. No kesha, no prayer, no Bible teaching, no fellowship. You are on your own. Uko peke yako. You are on your own. Uko peke yako. Will you make it on your own? Je, utafaulu kiwa? Wewe utakuwa chakula. Wewe utafanyika chakula tena mzuri. But you must be where. Lazima uwe mahali Where God can be found. mahali Mungu anapatikana. Don't miss. Usikose. Young people. Vijana, Oh, I feel for you, my dear. pole kwenu. Hatunakuja kanisa kama umebeba mtoto na hauna mtoto. Uliamuka saa ngapi? Wengine tuliamuka saa ngapi? Tuko kanisani saa ngapi? Na wewe hauna kitu, hauna mtoto. Na ukipata mtoto utaenda mbinguni kweli? Na ukipata mke utaamuka? Kijana, utaamuka? Ukipata mke utaamuka? Sasa Leo si siku ya kazi. let me tell you, kick those brackets, kick them out of your life. They are robbing you of blessings. Wanakunyang'anya baraka The zako. Bible says in Proverbs chapter 14, I think about 14, Mithali 14. he who loves rubber Anayependa kulala shall have enough poverty. atakuwa na umaskini wa kutosha. Sio poverty, you will have enough of it. You will have enough Umaskini wa of kutosha. poverty. Ndio hiyo. You and your children, Wewe na watoto you wako. will have nothing. You are poor. Maskini wa Tena enough poverty. maskini ya kutosha. That is what you shall give to your children. Utapeana kwa watoto. That is what you have is what you give to your Kile uko children. nacho ndio unapeana kwa watoto. Will you give your children poverty? Utapatia umaskini. I tell this guy they can never be poor. Naambia hawa This one, they can never be poor. hawawezi. Not while Jesus is alive. Si wakati Someone say amen. Amen. Grace, forgive me, I didn't give you a greetings on Sunday. I had promised her Nilikuwa nimemwahidi to give you her good. She went to preach Nakuru. alienda Nakuru kuhubiri. Mercy has not to preach at Syokimau. Masi naye ameenda Syokimau. In a secondary school. Amina. Let them go and preach. Ende wahubiri. Let them take the word of God. Wapeleke injili. They can never be poor. Hawawezi kuwa They maskini. can never. Hawawezi. They can't happen. Itendeki. But who loves sleep? Naye anayependa usingizi. Them and their children. Yeye na watoto wake. They shall have poverty enough.
Maskini tosha. Now when we talk poverty, it's not, we are not talking about money. Hatuongei kuhusu When pesa. you are poor here, Ukiwa maskini hapo, you don't know what is your right. haujui haki yako. You don't know what you need to do. Haujui kile unapaswa kufanya. You love sleep. Unapenda kulala. Your generation Kizazi chako shall become mocked. itadharauliwa. But you can change your generation. Lakini unaweza badilisha kizazi chako. You can choose. Unaweza amua. Men, you must arise. Wanaume lazima muinuke. Men, you must arise. Wanaume lazima muinuke. If you don't arise, msipoinuka, you are selling your heritage. Mnauza urithi wenu. You are the pillars. Hii ndio nguzo. You are men of wisdom. Watu wa hekima. You are rulers. Ni watawala. God is counting on you. Mungu anawahesabu nyinyi. That's why we come for overnight. Sababu tunakuja kwa kukesha. That's why we come for morning glory. Na hata asubuhi, maombi ya asubuhi. Evening prayers. Maombi ya jioni. We know the responsibility. Tunajua jukumu that God has invested upon our life. Mungu ameweka katika maisha yetu. How can we sleep? Unawezaje kulala? When the devil is working. Wakati shetani anafanya kazi. How can I sleep? Niwezaje kulala? Who will do this work? Nani atafanya kazi? I must be there in the morning. Go pale asubuhi. I must make declaration. I must be believe God. Niamini Mungu. God is counting on you. Mungu anakuhesabu. Thank God. When you meet men, we say if you can't begin here, let's meet in our house. Wacha basi tukutane katika nyumba zetu. Tukeshe, tuombe. Ndio. We see the way forward. Tuone njia kuendelea mbele. Hatutakuwa kuchekwa. Hatutachekwa. Watu wanaume kwa hana akili. Hawana kitu wanafikiriaga, hawa akili iliibiwa. You must be men who can plan. Who can come up with good ideas. Mwenye mawazo mapya. They can have vision for the church. Maono kwa ajili ya kanisa. You I go there tell the engineer that will be balcony. I am also, you know, I am an engineer. Ndio. In the spirit. You don't know. I am an engineer. Telling the balcony and the offices, and when people are looking, they see the glory of God. Yeah. Toilet, you put the, I'm an engineer. Amen. I have the spirit of God. Amen. Sijalala. Sasa wewe unangojea wabiwe ufigiwe kiatu. Umelala mpaka kiwango ya kupigwa rangi kiatu baba. Unafanya kazi gani kwa hiyo nyumba? Sahani ukue woshewe. Nguo uvae woshewe. Na upige pasi pia. Na upigwe pasi. Ndugu. Na mikono ipo. Not me. Not me. Sema haleluya. Pigia changwe ya Yesu makofi na gelegele. Haleluya. Hapana. Unasema hapana. Do things for yourself. Ujifanyie mambo. Kwani you have a slave in the house. Ulikobolewa. Both of you are redeemed. Nobody is a slave in the house. You are only partners in a journey of faith. Na kama itawezekana, pika boga, pika ugali. We are partners. Kama na vigelegele na kelele. Si alikuja kupika jamani. Mwili unapika kwa sababu wewe mikula. Nikuleteo. Hapana. Hata saa zingine namwambia kaka. Na daktari unataka kumwona. Unataka kuona daktari. Huyu ni daktari. Akwambie punguza hii mafuta, fanya kazi kwa nyumba. Piga deki. Inama kidogo. Haleluya. Amen. Piga Yesu shangwe na vigelegele. Bwana Yesu sana. Amen. Sio inapendeza wapendwa? Ndio. Mimi tunaenda mbinguni kwa urahisi. Kabisa. Hakuna mizigo. Tuna amani na furaha tele. Amina. Haleluya. Amen. Ukija kanisa unakuja vizuri. Amen. Utapiga kikombe moja uji sawa, uko sawa. Kabisa. Maji sawa. Kuruka taruka kizayuni. Amen.
na umejitajalia hivi. Ni kama uko dunia nyingine. Ni mizigo ile umebeba katika moyo wako. Toa mizigo chini. Weka mizigo chini. Rukia Yesu Kizayuni. Ruka. Amen. Punguza cholesterol. Ndio. Punguza cholesterol from your body. Mafuta hii. Rukia Yesu. Kabisa. Changamka. Amen. Wacha mizigo, enda safari. Ndio. Pigia Yesu makofi mazuri wapendwa. Uko tayari kutake Holy Communion? Wacha nisome mstari kutake Holy Communion. Watu wa ajabu. Amen. Ninawakumbusha, let's angalia Wagalatia 1:4. Namaliza na hiyo, na ni vizuri ujisoeze. To take the Holy Communion, jisoeze. Jisoeze. Fanya hiyo mazoezi. Take the Holy Communion. Usikue kanisa hii na uende jana. Kwanza niwaambie wale ambao watakuwa kanisa hili kwa bahati mbaya, na mimi hatakuwa na bahati mbaya, lakini ni kesi kwa bahati mbaya ujipate jehanamu. Sikia leo mapema, moto wako utakuwa zaidi kuliko wale wengine, kwa sababu hapa Mungu ametuma watumishi kutoka dunia yote. Dr. K ameniambia mtumia Marua akuje, hata kama ni siku moja, mtu alipe daily aje akunenee neno. Huyu ni Mnigeria last week, dada wetu Sunday ile nyingine, hata wengine nikataa jana. Pigia Yesu makofi, jana nikataa. Ambia habari, sijasikia amani uje. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikamwambia sijasikia amani, nikamwambia tumepanga ratiba. Nasema next time, nikamwambia tutaomba. Amen. Na tena nikapewa offer jana. Hii shetani muongo. Sasa naambia Bishop, wewe ndio chairman wa mapasta pale. Tunakuchagua wewe Lemuru Tuesday Conference Center utuwakilishe kwa BBI. Sasa hiyo BBI mtafanywa training and then you become a trainer. You see? Do you hear the offer? Do you hear the Sanballat na Tobias? Yaani Tuesday niende utapewa 1,000 ya mafuta. Niende niketi niwe train, nikuja ni train watu mambo ya BBI. Hiyo ndio nilitiwa. Utaenda. Na ananiambia vizuri, umechaguliwa na muungano wa makanisa. Leo hiyo Bishop, Tuesday uende Lemuru Conference Center from saa 2 mpaka saa 11 kuna training hapo, and then you become a trainer. Tufundishe. Ni kitu gani shetani haja kupatia anything? Si anajua. Amwambia hamtumise for another work. Amen. Niko na kazi ya muhimu. Ndio. Hii ni kazi nini ndio nanitia? Chagueni mtu mwingine. If you don't know what you have been called to do, utakuwa ruwa asesai. Do what? Mungu wako kwani hana pesa? Ati ushida hapo kiandika note. Ukuje utrain watu uenda wapi Kawagware. Mimi mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa kutoa mapepo na kuwekewa mikono maboto na kufukuza. Una train nini? BBI. Ate BBI. Na badge, unaniona hapa na badge na t-shirt. Kuhani aweke mavazi ya kuhani chini, avae BBI jacket na huko nyuma trainer. Hata hiyo amejaribu. Shetani amejaribu sana hiyo. Jacket BBI hiyo korona wapigania huko. Saida kukutana na yeye, wewe ni trainer. I'm very sorry. Na kofia. Can you imagine? You are Bishop. Na kofia BBI. Na jacket. Hiyo walijaribu sana. Galatia chapter 1 verse 4. Wanaezo zile sana. Know you are calling. Amen. Amen. Know you are calling.
ujue mwito wako. Hallelujah. Amen. Just to remind us, we are taking. Tunashiriki meza la Bwana. The reason why we take the Holy Communion is reminding us. Ni ya And kutukumbusha. Jesus said, as often as you come together, Yesu alisema ya kwamba mara kwa mara mnapokuja pamoja, do this in remembrance of me. fanye hayo kwa kunikumbuka mimi. What he did, Kile alichofanya, the price he paid, gharama aliyelipa, the redemption he gave for your freedom. ukombozi alipeana kwa ajili ya uhuru wako. Never ever forget. Usiwahi sana. Let this be always fresh in your mind. Kila wakati iwe wazi katika nia yako. Face the devil every day. Utazame shetani kila siku. Tell him, I know whom I am. Umwambie najua mimi ni nani. I know whom I am. Najua mimi ni nani. I know what is my possession. Ninajua urithi wangu ni I gani. don't need your help. Sihitaji msaada I wako. don't need your money. Sihitaji pesa I zako. don't need your property. Sihitaji mali zako. My father has more than enough. Baba yangu ako na ya kutosha. Pia Yesu makofi mazuri. My father has more than enough. Baba yangu ako na ya kutosha. Amen. Amen. Verse 3. Galatians 1:3. Wagalatia 1:3. Grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ. Verse 4. Who gave himself for our sins, that he might deliver. Somebody say deliver. Akomboe. That he might deliver Apate kukomboa us sisi from this present evil world. kutoka kwa ulimwengu huu wa uasi. When we talk about the world, we are talking about this age. Tunapoongea kuhusu dunia, tunaongea kuhusu wakati huu. It is the age of coronavirus. Ni wakati wa shida hizi za corona. It's a day of Al-Shabaab. Wakati wa Al-Shabaab. It's an age faced with a lot of dangers. Ni nyakati zenye ziko hatari nyingi sana. So Jesus is coming back. Maana Yesu anarudi. Very soon is coming. Hivi karibuni He is anarudi. preparing the church. Anaandaa kanisa. And if you don't have ears to hear, Usipokuwa na masikio ya you will kusikia, miss the time of your visitation. utakosa wakati wako wa kutembelewa. Every prophecy is becoming fulfilled now in our day. Kila neno kila unabii ulitabiriwa kuhusu nyakati tunazoishi, saa hii inatimia. Amen. Saa hii tunaongea kuhusu coronavirus. Saa hii China, ushumi wa madege hawezi kwenda. Wale wanaleta vitu kutoka China, they cannot go. Madege hawezi kaenda huku na kule. There is something that people need to understand. Dunia inakuja to a standstill. Do you understand? Kama ushumi wa China utaanguka, you cannot go and buy. Na namba ya kupiga kirisi mnafanya. Juzi Pope Francis alisema hii Bible, hii kitabu, anaita kitabu, alisema hii kitabu imezeeka, haiwezi kukutana na mahitaji ya wa generation. Atiliandikwa zamani sana. We need to have to come another book. Who is this? Is he an antichrist? Yeah? Do you know the number 66? It is already working. Sasa kama Pope mwenyewe anasema nataka kuandika ingine, ndio sasa tunasema when you shall hear them saying peace, peace. Sasa wanataka kutengeneza peace treaty. Iran, I know Iraq, the Arab nation with Israel. Sasa walikuwa na uchaguzi. Wamefanya uchaguzi ngapi? 3. Hata ya juzi hakuna mtu bado amefaulu kuwa president, to form the government. Kwa sababu gani? Mpinga Kristo ataka aingie ajali kuleta false peace katikati ya Palestinians and the Israelites. Do you know? Sasa wakati they bring about first the Thessalonians chapter 5, when they shall be said peace, peace, sudden destruction will come. Do you understand? So you must understand where we are. Lazima uelewe tuko mahali gani at this particular time. Kwa wakati huu. What is this coronavirus? It is sweeping all over the world. People are dying. Go back to the book. This book, it tells you what coronavirus is all about. Kitabu cha kuelezea coronavirus ni kuhusu nini. So it's no time to play around with your life. Sio wakati wa kucheza na maisha yako. If you want to belong to Jesus with all of your heart, kama unataka kuwa Yesu, uwe na moyo wako wote be in Jesus, na uwe ndani ya Yesu, you shall be saved. Utakuwa sawa. If you are a double dealer, kama wewe ni mtu wa nia mbili, one leg in the church, the other leg in the world, mguu mmoja kanisani, mguu mwingine duniani, in Mount Zion, the other thing that shall be holiness.
kutakuwa na utakatifu. Holiness is the attribute of God. Ni tabia na asili ya Mungu. And God says, na Mungu anasema, without holiness, pasipo utakatifu, no man shall be able to see him. Hakuna atakayeweza kumuona. Holiness is God's habitation. Utakatifu ni makao ya Mungu. He lives with the holy people. Anaishi na watu watakatifu. Because he is a holy God. Maana yeye ni Mungu mtakatifu. If you are not walking in holiness, kama hautembei katika utakatifu, forget about the heaven. Sahau bingu. Forget it. Sahau. Forget it. Sahau. But in the Mount Zion, lakini katika mlima Zayuni, holiness shall be restored. Utakatifu utarejeshwa. We shall possess our holiness. Tutamiliki utakatifu wetu. As yes, so are we in this life. Jinsi Yesu alivyo ndivyo tulivyo katika maisha haya. You must understand. Lazima uelewe hiyo. That must sink in your spirit. Lazima iingie ndani ya roho yako. You must embrace holiness. Lazima ukumbatie utakatifu. You must hate sin. Na uchukie dhambi. Sin is the character and the nature of the devil. Dhambi ni tabia na asili ya shetani. Holiness is the character and the nature of your God. Utakatifu ni tabia na asili ya Mungu wako. He created you in his image. Alikuumba katika sura yake. And in his likeness. Na katika asili yake. So possess your holiness. Miliki utakatifu wako. Get your holiness back. Urejeshe utakatifu wako. Somebody say hallelujah. Hallelujah. Get your holiness back. Rejesha utakatifu. Be like you are God. Uwe kama Mungu wako. Be like God in your heart. Uwe kama Mungu moyoni mwako. Somebody say hallelujah. Sema hallelujah. Open your mouth and say hallelujah. Fungua kinywa useme hallelujah. That's why you need the Holy Ghost. Ndio sababu unahitaji Roho Mtakatifu. The fire of the Holy Ghost comes in your heart. Nguvu za Roho Mtakatifu zikija katika moyo wako, He will burn to ashes. Atateketeza mpaka jivu. Anything that is not Christ-like, chochote chenye haliambatani na tabia ya Kristo. The fire of the Holy Ghost. Moto wa Roho Mtakatifu. Once it fills your life, jaza moyo wako. it will destroy everything. Itaharibu kila It will burn everything. Itateketeza kila kitu That is trash in the eyes of God. yenye ni chafu machoni It mwako. will bring purification. Italeta It will kutakasika. purify you. Itakutakasa. And when you are purified, Ukiwa the umetakasika, glory of God utukufu wa will fill your life. itajaza maisha yako. You walk in power. Utatembea You walk in revelation. You walk in authority. utatembea kwa You mamlaka. will know your identity. Utajua utambulizi wako. Somebody say glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. That's why we are praying holiness be restored. Ndio sababu tunaomba utakatifu urejeshwe To our young people. kwa vijana wetu, To everybody. kwa kila mtu. Our young people today. Vijana wetu wa leo. Oh. It's like they are swimming. Who is going to rescue them? Nani atawaokoa? They are swimming Ni kama wanaogelea in the lake of immorality, sexual sin, drugs, dhambi za usinifu every na manner of majarati, evil. kila aina ya They are uovu swimming in it. wanaogelea ndani. Homosexuality, lesbianism, school, devil worship, Illuminati. They are all swimming in it. Wanaogelea. Who will snatch our daughters? Nani atawapokonya? Go to this institution here. Naenda katika Walk there here on the night. kile wanakusikia usiku. Tembea hapa usiku Friday. Magari yamepakiwa kule. Vijana wanatembea kama ni mke na bwana barabara usiku saa 8 za mchana. Watoto walitoka kwa wazazi wao walienda kusoma. Jaza kaanza kuona gari sina mapema, sina drop. Wewe mchana alikuwa wapi? Friday yote usiku ana dropiwa Saturday very early in the morning. Na magari, it's like universities. Very unfortunate. They are swimming in it. Ogelea katika dhambi. They don't know. Who told you that there is God boyfriend in a kingdom? There is nothing. It is what you are a student. Wewe ni mwanafunzi. Study. Soma. Get knowledge. Upate ufahamu. Get employment. Na upate ajira. Help get a godly given life partner. Upate aliyeletwa na Mungu. Partner full of the Holy Ghost. Aliyejaa Roho Mtakatifu. Who hates sin. Anayechukia dhambi. Loves righteousness and anapenda haki. Have no trace of lust. Hana tamaa za mwili. Fears God and honors God. Ana hofu Mungu na anamheshimu. Going to heaven. Anaenda mbinguni. Going to heaven. Anaenda mbinguni. Hating sin.
anachukia dhambi. Pure generation. Kizazi safi. Where are you going to get such people? Utapata wapi watu kama hao? Are we going to do weddings in the church? Tutafanya harusi kanisani? Wedding in the church is as history now. Harusi ya kanisani siku hizi ni kama hadithi za zamani. It is in your halls, in your halls. Siku hizi ni kwa ukumbi. Who halls? Kwa ukumbi. Attorney generals. Attorney generals. Ndio wanaorganiza maharusi. Na nini na huko mitaani. Huko wapi? What do you call it? Gardens. Wedding gardens. The holiness in the church has departed. Kanisani mmeondoka. Oh, in our days, where else could you have your wedding? If not the church. Ni wapi ungekuwa na harusi kama si kanisani? The church. Kanisa. You walk along the aisle. Hapo. In the presence of God. Presence of angels. Uwepo wa malaika. Presence of the whole church. Uwepo wa kanisa. And the parents, they are witnesses. Na wazazi wanashuhudia over a holy matrimony wedding. Ndoa takatifu ya harusi. Someone say hallelujah. Amen. Now it is far much gone. Imekwisha. It is like picking and dropping. Kuwa na wachi. Picking and dropping. Kuwa na wachi. If it doesn't work, you drop, you go for another one. Kama haifanyi kazi, chana nayo. Very unfortunate. It is happening in our days. Inatendeka katika siku zetu. Today they are in the church, tomorrow they are all over. Leo kanisani, kesho hawako. Young girls are here, don't waste yourself. Vijana wasichana warembo wako. If you have somebody called, if you have so-called boyfriend, kama uko na boyfriend, rafiki kijana, and you are involved in sexual activities, na unahusika katika mambo ya ngono, you have already a ticket to hell. Tayari uko na tikiti ya kuingia jehanamu. Quit it. Achana naye. Don't bring shame and disgrace to your parents. Usilete aibu kwa wazazi. You are not a wife, you are not a husband. Wewe sio mke, wewe sio mume mtu. Do your studies. Fanya na masomo yako. Finish your studies. Uendelee na upate kazi. Be somebody who can help somebody else. Uwe mtu anaweza saidia mwingine. Don't waste yourself. Usijiharibu. Value yourself. Ujidhamini. Value your body. Dhamini you are not a dumping site. Wewe sio mahali pa kutupa takataka. Your body is the temple of the Holy Ghost. Mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Take care of yourself. Ujishughulikie. Walk in holiness. Utembee katika utakatifu. Do you hear the prophet of God today? Unasikia mnabii wa Mungu leo? Fornicators and immoral people. Wazinzi na wasinifu wote. My Bible tells me. Biblia inaniambia they are all going to hell. Wote wanaenda jehanamu. How did you give your body to the devil? Unapeana mwili wako namna gani kwa How do you give your body to sin for us? Unapeana mwili wako namna gani kwa matendo ya mauti? Jesus paid for your redemption. Yesu alilipia ukombozi. You are not a sinner. Wewe sio mwenye dhambi. You are a saint of God. Wewe ni mteule wa Mungu. Somebody say hallelujah. Sema hallelujah. Yesu makofi mazuri. Amen. Lazima mwache mchezo. Kama utafika mbinguni lazima ujiangalie. Anybody who tells me I love you, kiss me, lie with me, it is a devil. Shetani mwenyewe. You want to sleep with the devil? Nakulala na shetani. That is the devil in disguise. Ni shetani amejibandika. Ako ndani ya mtu. Lakini ni shetani. Hiyo ni kali. Hiyo ni kali kidogo, ni sana. Yes. Sema holiness. Takatifu. Sema holiness. Takatifu. In Mount Zion there shall be what? Holiness. Sema holiness. Holiness. You don't know what you are losing. When you get involved to those activities. Tendo kama hiyo, kile unapoteza. Who is God? Ni Mungu gani? Will give you a decent and a beautiful and a good wife. Atakupatia mke mrembo mzuri. No, you don't qualify. Haujahitimu basi. You will get a person of your character. Utapata mtu anayefanana na wewe katika tabia. Hivyo ndivyo itakuwa. Itakuwa hivyo. Hata mkiingia kwa ndoa utakuwa hivyo. Itakuwa hivyo. Yeah, you be like that. Wewe kubadilisha buzi awe kuku. Unasema hii buzi nitaibadilisha itakuwa kuku. You can't do that. Wezi. Pia Yesu makofi. Vijana, toroka dhambi.
itakuibia vitu za dhamana Mungu amekuwekea. Young people, are you here? Are you here? Usikubali kupitia wengine waliopitia. Unaelewa? Miaka 5, miaka 6, piga teke, toroka na watoto 5. Napeleka wapi watoto 5? Wewe ni mshana tena. Sasa uwe hasara. Ndio huko Gikoba, ndio wapi nini kule mitaani, kiusa juku karanga kwa barabara na maji kwa sababu ulikataa kutembea njia ya Mungu. Njia ya Mungu itakubariki. Sema Mungu atakubariki. God will bless you. Amen. He has blessing for every one of us. Kuna baraka kwa kila mmoja wetu. Do you understand? Naelewa. Kama ni masomo soma. Na usome umalize, wacha kuaibisha wazazi wako. Unajiletea laana. Ikifika ni kuolewa kuja kanisani. Na vijana wengine wazao wanajua wasichana wazuri ama vijana wazuri wako kanisani. Si ndio wako? Uko ndio anajua uko ndio wako. Si hatu ni kanisa na kuja kuabudu Mungu. aliona kwaya wako pale na kule. That cannot be a portion in this life. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. If people can open their heart, they can know what they are going through. Why? Because of sin. Sin is deadly. Dhambi ni mbaya. It will kill. Itaua. It will destroy. Itaharibu. It will bring what you have been building over the years down. Italeta chini kile umejenga kwa miaka. Embrace holiness. Ukumbatie utakatifu. Jesus, Yesu, he gave himself alijipeana that he might deliver us from this present evil age. Ili atukomboe kutokana na kizazi hiki cha dhambi. Evil everywhere. Uovu kila mahali. He has delivered you. Lakini amekukomboa. With his own precious blood. Na damu yake ya pekee ya thamani. You've been bought with a price. Umenunuliwa kwa gharama. You belong to God. Wewe ni wa Mungu. Hizi simu angalia how you are using your phone. How you are using your phone. Angalia vile unatumia simu yako. Look at the way you are using this technology today. Angalia jinsi unavyotumia teknolojia siku ya leo. Don't allow the devil to mess you up. Usiruhusu shetani akuharibu until you become useless. Mpaka unafanyika bure. You are not useful in the kingdom of God. Hauna msaada, hauna usaidizi katika ufalme. You have already sold your birthright. Tayari umepoteza uzaliwa kwa kwanza. Nothing left. Hauna chochote kimebaki. You have nothing left. Hakuna. Your value gone. Dhamana yako umeenda to the drainage. Imeingia kule. What is remaining is just a figure. Kile kimebaki tu ni sura without life. Pasipo uzima. Life is in Jesus Christ. Uzima katika Kristo Yesu. True life is in Christ. Maisha ya kweli yako ndani ya Yesu. Minus Jesus you are dead. Pasipo Yesu umekufa. Spiritually you are dead. Umekufa kiroho. That's why you don't love the things of God. Ni sababu haupendi mambo ya Mungu. That's why you cannot pray. Na huwezi omba. Your connection with God is already cut off. Kiunganiko chako na Mungu tayari imekatwa. Look at somebody who is connected with heaven. Lakini tazama mwenye ameunganika na mbingu. These people are visionaries. Hawa watu wako na maono. They have dignity. Wako na dhamana. They know what they want to achieve in this life. Wanajua kile wanataka kukamilisha katika maisha. Somebody give us a praise in the house. Amen. Are you ready to go the way of God? Je, uko tayari kunena njia ya Mungu? To pay the price. Uko tayari kulipa? If you are here and you know you are not truly born again. Kama uko hapa na unajua kwa kweli haujaokoka. Before we take the Holy Communion. Kabla tujashiriki meza la Bwana. The Holy Communion is not for sinners. Meza la Bwana si kwa wenye dhambi. If you know there are sin in your life. Ukijua kwamba kuna dhambi katika moyo wako. Renounce them. Tubu, ungame yao. Quit it. Uiache. Come out of it. Toka kwa hiyo hali. God says separate yourself. Mungu anasema na mjitenge. Come from amongst them. Toka kutoka miongoni mwao. You are not of their tribe. Wewe sio wa kabila yao. You belong to God's tribe. Wewe ni upande wa Mungu. Don't be unequally yoked. Usiunganishwe nira with the unbeliever. Na wasioamini. Separate yourself. Ujitenge. And God says I will receive you. Mungu anasema nitawakubali. I will receive you. Nitawapokea. You shall be my sons and my daughters. Wana na binti zangu. And I shall be your God. Nami nitakuwa Mungu wenu. Do you understand? Naelewa. When God is your God, God has everything for your life. Mungu wako ako na kila kitu kwa ajili yako. Don't waste your time in the church. Usipoteze muda wako kanisani. If salvation is real, get real salvation. Kama wokovu ni kweli, basi pokea wokovu. If there is any sin in your life, kama kuna dhambi maishani mwako, renounce it now and now. Uiungame sasa na sasa. Surrender your all to Jesus. Achilia yote kwa Yesu. Become part of the family. Uwe sehemu ya familia. That is going to heaven. Unaoenda mbinguni. Pay the price. Lipa hiyo gharama. Possess
the attributes of God in your life. Uwe na tabia za Mungu ndani ya maisha yako. Don't die spiritually. Usife kiroho. You look like you are living but you're already dead. Unaona kana kwamba unaishi lakini You have nothing left. hakuna chochote kimebaki. Everything has been taken away. Kila kitu kimechukuliwa. You are a candidate of hell. Wewe unaelekea jehanamu. Today make sure Leo hakikisha you have Jesus. uko na Yesu. And there is no kubahatisha. You are sure and you are sure enough. Kuna hakika ya kutosha. Oh, my sins are taken away. Dhambi zangu zimeondolewa. Jesus died for my sins. Yesu alikufa kwa ajili ya Our dhambi. brother Timothy will miss you. Tutakumisi sana ndugu wetu Timotheo. When you go, you know that battle. We know to be a soldier is not an easy thing. Kuwa askari si jambo rahisi. Msito. Na ni katikati ya maadui. Need to pray for Timothy very much. Mwombee sana ndugu wetu. And he has a desire to leave that work, to come and serve God. Hakuna tamanio aache hiyo kazi. That is his prayer. Ndio milaki. He wrote a letter of resignation to his God. But they say no, we are in war. We are in a war. We need those soldiers. So aenda pigana vita. May God release you to do what God wants you to do. Amen. Si lazima unapigana na shababu all the time na kuzalisha. You can serve God. Piga Yesu makofi. Amen. You can live. You can live. You can live without you. You can live and pray your wife. Amen. May God give you a release from that work. Amen. Somebody say amen. Amen. Somebody say amen. Amen. Kwa kishaka na kwa mashimo ukilida watu. Watu ambao hakuna hata shukrani. Ukufe ni wewe na familia yako. They nobody care. Honestly sana. Let's serve God. Amen. Let's serve God. I need men who can serve God. I need men who can go to places and serve God. Amen. Amen. God bless you. We will pray with you. God give you favor and God go before you. Amen. Si lazima tupigane na hizi vitu hizi. We can use this word. We can still use this word. Amen. You as a Christian, yani ukipiga mtu na kufe unasikiaje la mimi? Kwa hivyo biguni it is excuse. Si biguni it is excuse. Tu watu kufa na ni ndugu zako. Waliupo na Mungu lakini ni adui. Ni adui. So sasa jina ni gani? Na ni vizuri kuwa na present because wanapigana vita wakiwa na Mungu. Amen. Na maadui wanasalabatika. What like they did what they call God maadui wanakuwa confused. Amen. Wanakuwa confused and paralyzed. Wanapigana wao wenyewe because there is a soldier in the kingdom of God. Wanasema lakini sio rahisi. Sinaelewa hivyo. So we start with our brother as he goes back to Lam and wherever. God will keep you. Amen. Keep you sound. And because of you being there, you will not lose any single battle. Amen. Amen. God is good. I want you to close your eyes. Funga macho yako sasa kwa muda. Hakuna kitu hujasikia. Mimi hujasikia. God has already spoken to you. Examine your life. Chunguza, muangalie maisha yako. If there was a time we needed to become radical Christians. Kama kuna wakati ungekuwa Wakristo wa kumaanisha. Radical Christians. It is now. Kristo wa kumaanisha ni sasa. Not double-mindedness. Si wenye wako na nia mbili.